Kwenye mkutano ambao tumeshuhudia upatikanaji wa mwenyekiti mpya wa bodi ya ligi, pengine kwa uchache tuambie namna ambavyo umempokea mwenyekiti huyu. Mimi nimepokea matokeo kwa maana mgombea ambaye ameshinda ataendelea kama alikuwa na kaimu, sasa hivi ataendelea kwa mwenyekiti. Kwa hiyo naamini kabisa kwa uzoefu wake atafanya kazi inayotakikana. Kumaliza hili ni mwanzo wa jambo jipya. Pia kesho kuna mkutano mkuu wa klabu ya Simba. Neno lako ni lipi kwa wanachama ambao watakwenda kuhudhuria mkutano huu? Maandalizi yote ya mkutano yanaenda vizuri. Mpaka sasa hakuna jambo ambalo linatupa shaka. Wanachama wameshapelekewa taarifa zote na vitu vyote vinavyohusika na maandalizi yanaenda vizuri. Pengine rai yako kubwa ambalo unapenda kuwaasa wanachama ambao watahudhuria mkutano huo ni kitu gani? Ni mkutano wao ambao unawalazimu kila mwaka wahudhurie. Kwa hiyo wale ambao watapata afya na nguvu ya kutosha kuweza kushiriki mkutano tunawakaribisha sana. Naamini kabisa mkutano umeandaliwa vizuri na tutaweza kujadili kulingana na mambo jinsi ambavyo yatawasilishwa. Chairman, kesho mna mchezo wa pili wa hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa kule ugenini. Namna gani ambavyo timu yako imejiandaa, kitu gani ambacho unaweza kuambia mashabiki kuelekea mchezo huu? Taarifa nilionayo kwamba maandalizi yote yanaendelea vizuri. Viongozi waliokuwepo kule wameniarifu leo hii asubuhi kwamba timu inaendelea na program, na leo jioni wataenda kufanya mazoezi katika uwanja ambao utachezewa mechi kama taratibu za CAF zinavyosema. Lakini kwa idadi ya wachezaji, technical bench wote waliokwenda kule, hamna mtu ambaye amepata madhara yoyote au kuumwa. Kwa hiyo tunaamini hiyo ni jambo zuri kwetu. Mwalimu atakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kupanga kikosi kulingana na vile ambavyo wanaona inafaa. Wewe kama mwenyekiti wa klabu ya Simba Sports Club, kauli ambayo imetolewa na kiongozi mwenzako kwamba baadhi ya viongozi wa Simba wana afya ya akili, umeipokeaje? Sijaisikia hiyo kauli. Crescentus Magoli, mjumbe wa bodi ya wakurugenzi, amesema baadhi ya viongozi wa klabu ya Simba wana afya ya akili. Nikawa najiuliza, wewe kama mwenyekiti mnawezaje labda kuajili au kuwapa fursa watu ambao wana afya ya akili? Sijaelewa mantiki ya swali lako, lakini hilo jambo ambalo wewe unalisema mimi sijalisikia. Kwa hiyo siwezi kujipia kitu ambacho sijakisikia. Nitakaposikia nitakuwa na nafasi ya kuweza mimi ndo nimekupa ripoti kwa sababu nimelisikia. Sitegemei kuambiwa na wewe, mimi sinatakiwa nisikie mimi mwenyewe ndo nipime. Asante sana. La mwisho mwenyekiti, ni kuhusiana na wapo ambao wanajaribu kuhoji ama kuweka hofu kwamba klabu ya Simba ina mkutano mkuu lakini pia ina mechi kubwa. Pengine utuambie mgawanyo wa viongozi ambao wapo na timu lakini pia hao ambao wamebaki kwenye mkutano. Hakuna mtu mwenye hofu. Hakuna mtu yote mwenye hofu kwa sababu vitu vyote viko kwa ratiba na utaratibu wake. Kwa hiyo tutavitekeleza vyote. Haina shida. Hata wale ambao wanajaribu kuhoji pia wamekuhoji wewe, itakiwa wanihoji mimi. Na tutawajibu kama watahoji. Asante. Chairman, mimi nataka nifahamu kutoka kwako kitu gani ambacho wewe kinakukwaza, kinakufanya ukasirike? Chochote tu. Kitu ambacho hayo mambo anatakiwa ajue mke wangu bwana, sio wewe.